Amani iwe kwenu nyote. Ni matumaini yangu mpo salama na Mungu anawasaidia. Imekuwa kawaida yangu kujifunza huko na kuja kuwafundisha na ninyi, tukitegemea kwamba na tukiwa tuna imani kwamba ujifunzaji ni masuala ambayo hayana mwisho. Najifunza kila siku. Sasa leo kusema ukweli, leo ni kwa ajili ya Wakristo wenzangu ambao tunamwamini Mungu wetu wa mbinguni na kumtegemea. Lakini pia sanjali na hilo tunaamini kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka siku ya tatu kadiri ya maandiko yalivyoandika. Sasa nimekuwa nikiona versions nyingi za Biblia, matoleo tofauti tofauti. Watu wanatoa vifungu fulani vya Biblia, wanavitoa, wengine wanavibadilisha, wanaweka vya kwao. Makundi ya wahuni duniani yapo, na nitaendelea kuwaita wahuni mpaka pale ambapo itaonekana vinginevyo. Wamekuwa wakibadilisha maneno ya Biblia ambayo yalikuwa yanatakiwa yawe msingi watu kuyasoma na waishi. Ile kweli ya Mungu wanaitoa, wanaweka kweli zao. Wanataka tuishi kwenye base za kwao. Sasa baada ya kuwa nimesoma Biblia, namshukuru Mungu, nimesoma Biblia yote kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Nimesoma vitabu 66 ambavyo wanavitumia wa Protestanti, wa makanisa ambao sio wa Katoliki. Lakini pia nikaongeza na vitabu 7 vya Wakatoliki, kwa maana ile Judith, Tobit, Baruku, Yoshua bin Sira, Hekima ya Suleiman na wa Makabayo wa kwanza na wa pili. Vitabu vyote hivyo 73. Vitabu 73. Hakuna maneno sikuwahi kuyaona. Na namshukuru Mungu pia nimesoma pia theolojia kwa miaka 5 mtawalia. Yaani miaka 5 mfululizo nasoma theolojia kwenye vyuo viwili tofauti. Kuna maneno sikuwahi kuyaona kwenye maandiko matakatifu. Nitawasomea maneno ambayo nimeyakuta kwenye version moja inaitwa Neno. Nimesoma jana na leo kwenye simu yangu, nikaona nikasema Yesu wangu, hapa nimepigwa. Mathayo sura ya 5 mstari wa kwanza wanasema, basi Isa alipoona makundi ya watu, alipanda mlimani akaketi chini, nao wanafunzi wake wakamjia. You see? Basi Isa ni nani? Kwenye Biblia takatifu hatuna neno hilo, hatuna hilo jina. Na sio hilo, baadaye nimesoma nimekuta kuna kitu kimeandikwa Almasihi. Maneno ya Kiarabu nafikiri haya. Almasihi yani wakimaanisha Masiha. Hii Isa wanamaanisha Yesu, kwa sababu hapa Yesu ndo alipanda kule mlimani. Huu ni uhuni. Tuupige vita. Tusome Biblia zinazotakiwa kusomwa na versions, kwa sababu ziko nyingi. Lazima tujue ni ipi angalau ina maneno yale halisi ya Biblia. Haya ni makundi ya watu ambayo yanaingiza baadhi ya mambo kwenye Biblia, na wanaweza, kwa sababu hapo wameingiza Biblia. Hii ni version inaitwa Neno. Ipo kwenye Biblia za kwenye laptop huko na kwenye simu. Sasa tuwe makini tunasoma Biblia zipi, kwa sababu maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lazima utafute maarifa. Lazima ujue unasoma kitu gani, unasikiliza nini. Soma Biblia zile za zamani. Lakini pia sikiliza watu wanaojua Biblia, ndio wasikilize. Usimsikilize kila mtu. Naona wachungaji wamekuwa wengi sana. Viongozi wa dini wamekuwa wengi, kiasi kwamba kila mtu anafundisha Biblia. Sasa kama wanajua Biblia, wanavijua vitabu vyote vizuri, tutamshukuru Mungu. Lakini kama wanasoma Biblia kwenye simu huko, wanakuta kuna maneno yameandikwa Isa. Sio ni Isa bin Maryam, nafikiri ndio wanavyoita. Almasihi. Biblia inaandika Almasihi. Mimi najua Masiha au Masihi. Sasa hii ni threat kwa labda watoto wanaozaliwa miaka ya karibuni. Mtoto akija kusoma hii Biblia iliyoandikwa basi Isa alipoona makundi ya watu alipanda mlimani, ukija kumwambia Yesu, atakwambia Yesu ndo nani tena? Yeye anajua ni Isa. Ni tishio hili. Lazima tuwe makini kwenye kusoma, lakini pia kwenye kusikiliza. Unawasikiliza kina nani wanakufundisha masuala ya dini? Mimi sina imani sana na watu wote kwamba kila mtu anajua Biblia.
Biblia ni kitabu kitakatifu. Huwezi kusoma soma tu. Na wakati mwingine soma line by line, mstari kwa mstari, ndio utajua kuna matatizo kwenye Biblia zetu za sasa hivi. Alafu ni zote soft copy na hard copies. Lazima tuwe makini. Hii Almasihi, Isa, naendelea kusoma pia nione maneno mengi yaliyojazwa humu. Hii itatusaidia. Ukisoma vizuri itatusaidia kufundisha pia watoto. Mwingine anaambiwa Yesu alipanda mlimani. Mwingine anakuja kuambiwa Isa alipanda mlimani. Ukija kuambiwa Yesu na Isa ni mtu mmoja, unakataa vipi? Inakuwa mtihani, sio? Kwa hiyo nimeona kwa Wakristo wenzangu leo nije niwape hiyo. Najua mnajua versions ziko nyingi zinabadilika, lakini nimekuja kuwapa hiyo nyingine. Tuwe makini na Biblia tunazozisoma, kwa maana hizo versions, matoleo, na kuwafundisha watu wetu wa karibu. Wafundishe watu wako wa karibu, kwa maana Biblia sio Biblia yote ni ya kusoma, sio kila mtu ni kumsikiliza pia. Wanasema maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unaweza ukaangamia sio kwa sababu huna Mungu, ni kwa sababu tu huna maarifa. Jenga nyumba huko nje, umeshindwa kufyeka nyasi, nyoka wanakuja hadi ndani. Nyoka akikugonga hapo, Mungu anataka afanyaje? Lazima tuwe tuna maarifa. Lazima tusome vitabu, lazima tusome Biblia vizuri na tuchague Biblia ya kusoma. Mambo yamekuwa mengi sana duniani. Lazima tuwe makini. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru kwa muda wenu, na nitaendelea pia kujifunza na kuja kuwafundisha ndugu zangu wote, kwa maana mimi naamini Mungu ni mmoja, ametuumba. Kwa hiyo nitakuja kuwafundisha kila kinachotakiwa kuwafundisha, nitawafundisha. Baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha.